Ninawasalimia nyote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndugu wapendwa, hamjamboni. Mtume Augustine Girabatware mara nyingine nikikuletea habari njema kutoka mbinguni. Leo ni siku si ya kawaida. Leo ni siku ambapo Bwana anakwenda tena kukutendea maajabu. Unajua Mungu huyu wetu ni Mungu ambaye ni wa pekee. Hakuna Mungu mwingine. Yeye anaweka njia mahali ambapo hakuna njia. Anaita vitu visiwepo na vinakuwepo, na vilivyokufa ama waliokufa anawafufua, anawapa tena maisha, wanaishi tena. Mimi ninapokwenda kuzungumza neno la Bwana ama ninapokwenda kulisikiliza neno la Bwana, huwa nafurahi sana, kwa sababu ninajua kuwa halitaniacha vile nilikuwa, kwa sababu neno hili li uhai, lina nguvu, lina mamlaka. Maana yake Mungu iko nyuma ya neno lake kuliona likitimilika. Maana yake ni nini? Maana yake ni kusema neno lote linalotoka mdomoni mwa Mungu lazima litende kile linalosema. Haleluya! Maana yake ni nini? Kwa mapigo ya Yesu Kristo tumepona. Maana yake ni kusema tulishapona. Ingia ndani ya uponyaji, kwa sababu neno hilo halimaanishi kitu kingine. Linasema tulishapona. Ingia ndani ya uponyaji. Haleluya! Hiyo ndiyo imani, kwa sababu tunasikia neno la Bwana ili tuweze kuwa na imani. Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Imani inatoka wapi? Inatoka kwa kusikia, na kwa kulisikia neno la Bwana. Na imani ndiyo uhusiano wetu na Mungu. Mungu alituumba tuwe watu wake, lakini wale ambao hawana imani ya kuwa Mungu ni baba yetu, wako na baba mwingine, wako na Mungu mwingine. Sisi tumempokea Yesu na akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu kwa imani, na ndio maana amen. Wale hawana imani, hawana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na wakimuita hata wasikia, kwa sababu hawana imani. Haleluya! Maana yake ni kusema, ukisema kwa mapigo ya Yesu Kristo nimepona. Yesu Kristo amechukua ugonjwa amechukua ugonjwa wangu na kavaa ulemavu wangu. Maana yake alishavichukua, hauna tena. Amen. Na itakuwa vile ambavyo umeamini. Kwa hivyo basi, ndio maana tunaposikiliza neno la Bwana, jamani, inatubidi tuweze kulisikia kwa makini, na tulipokee na tulichukue liwe letu na tulifanyie kazi. Tunakwenda siku ya leo kulisikia neno ambalo ni tamu sana, neno ambalo linakwenda kubadilisha maisha yako. Rafiki yangu, dada yangu, sijui ni miaka ngapi uko na unaoga. Sijui ni mara ngapi uliota watu wakikwambia unakufa. Sijui ni mara ngapi walozi, wachawi wamekuja kukwambia tutakuua. Sijui ni watu wa kwenu wangapi walikufa, na wewe unapoishi hapa unaishi ndani ya oga, hofu. Mara ngapi kifo kimekufuata ukakiponyoka, sijui ni kwa njia gani. Leo Bwana nakwambia, leo habari ambayo Mungu amenipa nikwambie ni kwamba inawezekana ushinde mauti. Haleluya! Bwana nataka kukufundisha siku ya leo, enda ukashinde mauti. Leo tunakwenda kujifunza kwa njia gani unaweza kuambia mauti la, hapana, leo sitakufuata, hautanichukua leo. Utakwenda kukatalia mauti. Haleluya! Bwana siku ya leo ameniambia nikwambie, leo anakuja kukutoa mikononi mwa mauti, na utaishi. Utaona
utaona watoto wa wajukuu wako. Haleluya. Tutakwenda kusoma Isaya 38 mstari wa 1 na 2. Isaiah 38 mstari wa kwanza tutasoma na wa pili. 38 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amos akaenda kwa mfalme, akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana, akasema, E Bwana, kumbuka haya, na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika ukweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Rafiki zangu, huyu ni mfalme ambaye alionana uso kwa uso na ambao kifo kiligonga kiligonga kwa mlango wa masikio yake. Mauti iligonga kwa mlango wa moyo wake. Mauti ikagonga kwa mlango wa utu wake na mwili wake wote. Maana yake aliona mauti. Akasema, huyu anayesema hivi si mtu mwingine, ninamfahamu vizuri, ni nabii Isaya ambaye ni mdomo wa Mungu. Mungu ndiye anamtuma kuniambia hivi. Ninajua ya kuwa Mungu ndiye anataka niondoke ndani ya dunia hii. Ndio maana nilisema alionana na mauti kabisa. Kwa sababu alikuwa anasema kama ni Mungu anayesema kupitia mdomo wa nabii wake ambaye ni Isaya, kweli na kwenda. Hakuna chochote kinachoweza kuzuia mauti kunichukua. Hakuna chochote, hakuna yeyote ambaye anaweza kukataza mauti kunichukua. Lakini mimi nikijua kuwa Mungu ni Mungu wangu, Mungu huyu aliyeumba nchi na mbingu, aliyeniumba kwa uso wake na mfano wake, huyu Mungu ambaye amenipenda, akatia ndani yangu roho wake, akatia ndani yake neno lake, akatia ndani yake kila kitu cha Mungu akaweka ndani yangu. Huyu Mungu aliyemwambia Musa, leo ninakufanya Mungu juu ya adui zako, juu ya Farao. Wewe ni Mungu. Huyu Aroni ninamfanya awe nani? Awe nabii. Haleluya. Huyu Mungu ninamfahamu vizuri. Ndio maana sasa Mungu amekufanya wewe kuwa Mungu juu ya mauti, na ulimi, haleluya, ulimi wako nao akaufanya kuwa nabii. Leo ninataka kukuonesha vile tunakwenda kuua mauti. Tunakwenda kukuonesha, haimaanishi ni mara ngapi ulionana na mauti, haimaanishi ni mara ngapi uliugua mautini, na lakini nataka kuoneshe mara ngapi ulifanya ajali, lakini mauti itatoka. Nataka nikuambie kuwa hivyo Mungu anakuja kukulinda. Utaishi miaka 100 na zaidi. Utaona watoto wanane, watoto wako. Kiswahili kinanitoweka hapo, lakini nitakumbuka.
Haleluya. Wajukuu, watoto wa wajukuu wako. Haleluya. Ama Mungu anapenda uone wajukuu wa wajukuu wako. Hapo ndipo nilikuwa nataka nikwambie. Mungu anataka tuishi tuone wajukuu wa wajukuu wetu. Hilo ni neno ambalo ninasema nikikutazama. Sio kwamba nitatazama chini. Hiyo ni ukweli. Kwa sababu kisichowezekana kwa binadamu kinawezekana kwa Mungu. Maria akamwambia malaika Gabrieli, tazama mimi sijaonana na mwanaume, sijalala na mwanaume. Itawezekanaje nipate mtoto? Lakini malaika akamwambia, kisichowezekana kwa binadamu kinawezekana kwa Mungu. Leo ninakuletea habari njema ya kuwa utaona wajukuu wa wajukuu wako katika jina la Yesu Kristo. Mtu unayenisikia, mtu unayenitazama kwa hii video, sikia neno la Bwana. Mauti kwako ninaifunga, mauti kwako ninaikemea, iondoke katika jina la Yesu Kristo. Utaishi, utaona wajukuu wa wajukuu wako. Ninakuja kuharibu nguvu zote za mauti juu ya maisha yako. Haimaanishi mauti ilipitia wapi ndani ya nyumba yenu, ndani ya familia yenu. Huo mlango ninaufunga sasa katika jina la Yesu Kristo. Haimaanishi ni mara ngapi mlisikia habari mbaya ya mauti ndani ya nyumba yenu. Ninatangaza ya kuwa hizo habari mbaya hazitarudia tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninatangazia pepo la mauti ambalo limeingia ndani yako, ndani ya ndoto. Hiyo ndoto ya kufa kwako, hiyo ndoto ya kuona mtoto wako akifariki, hiyo ndoto ya kuona mke wako ama bwana yako akifariki, hiyo ndoto ya kuona mama yako na baba yako wakikufa. Hawatakufa. Hapa hakufi mtu. Ninasema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ambaye ameshinda mauti na katuambia, kwa sababu nimeshinda na nyinyi mtashinda. Haleluya. Huo sasa ndio Ezekia ambaye alisikia ya kuwa habari sasa, next step, hatua ni kujitayarisha na kuondoka hapa duniani. Akasema, lakini ni lazima nikufe kweli? Hii ndio saa yangu ya kufa? Akasema, pana. Hata kama mauti ni ngumu, hata kama mauti imechukua wa rais, ikachukua wafalme, ikachukua wa ambassadors, ikachukua wa general amri jeshi, ikachukua wasichana warembo, ikachukua wa malekia, ikachukua. Akasema, mimi hao wote hainiambie chochote, kazi yao wafe, lakini mimi ninataka kubakia hapa. Rafiki yangu, nataka nikwambie kitu kimoja. Wewe ulicho kile ambacho unafikiri. Yesu aliambia watu wengi aliyoombea, aliyofanyia miujiza, akasema imani yako inakuponya. Imani yako inakuponya. Wewe ambaye unanitazama, unataka kuishi au unataka kufa? Unataka kufariki? Ninasema imani yako ndiyo itafanya kile unachofanya nini unachotaka. Lakini kabla sijasahau, ninakutakia wewe ndani yako uamini ya kuwa unaweza kuishi, na ulimi wako ukiri ya kuwa sitakufa, nitaishi. Haleluya. Nilishakuambia historia, nafikiri acha niseme hivi kabla sijasahau. Dada moja alifunga ndoa, akawa ndoa nzuri sana. Mume wake akawa mtu wa government, akawa mtu wa hali ya juu, fedha zikawa mingi sana. Ulaya tena huko mbali mbali alikuwa anakwenda anavyotaka, na anafurahisha mke wake wanakwenda, lakini wakakosa mtoto, wakawa tasa. Kwa hivyo bwana, pesa ilikuwa sio shida yake. Hata alikuwa anajuana na watu wengi, hata wadaktari hawa wa wanawake alikuwa anawafahamu wengi sana wa nguvu. Wakajaribu, lakini mambo ikashindikana. Sasa iliposhindikana, unakumbuka rafiki yangu, tubadilike. Cha kwanza chiwe cha kwanza,
cha mwisho tukipe nafasi yake ya mwisho. Bahati mbaya sana tunamupa Mungu nafasi ya mwisho kwa sababu wengine wameshindwa. Sasa tuende kwa Mungu? Hapana. Sisi tusipoteze muda, tusipoteze fedha zetu, tusipoteze hata maisha yetu, kwa sababu kuna watu ambao wanakufa wakati wako wanatafuta suluhisho mahali ambapo haipaswi kwenda kutafuta huko. Kwa nini mwende kwa walozi, kwa wafumu, kwa waganga, wakati kuna Mungu aliyeumba nchi na mbingu ambaye anaweza kukupa jibu hapo hapo? Kwa hivyo huo dada akaenda kwa Mungu wa mwisho, lakini Mungu ye mwenyewe hakufanya miujiza kwa sababu ya imani ya huo msichana pana. Mungu hapo sasa alitaka kuonesha watu, hata kama mnanidharau, hata kama hamunipe heshima yangu, lakini kumbe mimi ninashinda wale pale mlipokwenda. Wakaenda sasa kwa nabii, wakaenda kuomba. Mtumishi wa Mungu akasema mbona ninaona msichana mdogo akiwa shuleni anavaa uniform, anasoma kwa kitabu, naona picha ya mwanamke ambaye alikuwa anazaa, na naona vile mwanamke anaumia na mtoto msichana shule. Akasema kama alikuwa anacheza, kama alikuwa sijui, lakini akasema kama kuzaa inatoa machungu kama hivi, sitazaa, sitaki kuzaa. Akafikiri mambo hata nikisahau, lakini Mungu akamwambia maneno yako tu yaliyotoka mdomoni mwako ndiyo amekufanya usifanye nini, usizae. Niko natangazia yeyote ambaye ulikuwa unacheza ama ulikuwa unatazama filamu ama ulikuwa unaongea na watu, ikatoka tu kwa mdomo wako kasema muradi nijikufie ama vizuri nijikufie ama badala ya kufanya hivi uliita mauti, na wewe ninakuja kufunga nguvu ya mauti ndani ya mwili wako. Mauti iliyotoka ndani ya mdomo yako ninaifunga, ninaiharibu, naitupa pale pakavu katika jina la Yesu Kristo. Na mtu yeyote ulioua ukitumia mdomo wako, ninasema sasa hiyo kifo isimufikie ule mtu, hiyo kifo isimuue watoto wa wazazi ambao Mungu mnaambia watoto wenu eti wafe, eti hawata. Hiyo maneno ninayafunga sasa. Msije mkaona watoto wenu wanakufa hivyo hivyo, kumbe ni nyinyi ambayo mnawaua. Ninafunga mauti ambayo wewe uweka kwa watoto wako. Ninafunga mauti ambayo wewe umejiwekea mwenyewe. Ninafunga mauti ambayo umewekea mtu mwingine katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Mauti inapogonga kwa mlango, watu wanatetemeka, watu wanalia, watu wanakwenda kwa wachawi, watu wanakwenda kwa warozi, hata watu wanakwenda kwa shetani, eti wanakwepa mauti. Leo ninakuletea habari njema. Bwana nasema siku ya leo ninakuja kufunga mauti ndani yako, nakuja kufukuza mauti ndani yako. Hautakufa, utaishi, utaona mema ya Bwana na utamtumikia Bwana, kwa kuwa Mungu anakupenda na hapendezwe na kifo chako. Na ndio maana niko nasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Inawezekana tufukuze mauti, inawezekana tushinde mauti. Biblia inaniambia katika kitabu cha Mathayo sura ya 10, Biblia inasema wakati Yesu Kristo alikuwa anafundisha wanafunzi wake, alikuwa anawaambia leo ninawatuma mwende mufanye internship. Alikuwa hajawaambia kufungua kanisa, lakini amewatuma enendeni muponye wagonjwa. Musiende na pesa, musiende na chochote, mwende tu muhubiri injili, mwambie ufalme wa Mungu uko karibu, na muponye wagonjwa. Muponye wagonjwa.
na akasema neno ambalo ni hatari. Akasema na mfufue wanene, mfufue waliokufa, raise the dead. Aliwaambia nani? Aliambia watumishi wake, wanafunzi wake, mwende mukafufue. Tuko na nguvu, tuko na mamlaka juu ya mauti. Kwa nini shetani analeta mauti na unatetemeka? Unatoa watoto wako wote kafara, mke wako unamtoa kafara, mume wako eti usikufe wewe. Nataka kukuambia, tunakwenda kuomba uwe kama Ezekia. Ezekia alijua ya kuwa hata kama Mungu amesema, na hata kama ni shetani amesema, hata kama ni ulozi, hata kama ni majini, hata kama ni shetani mwenyewe, inawezekana hii mauti isinichukue. Katika jina la Yesu Kristo akakataa. Ninakwenda kukuonesha watu wengine ambao wamekataa mauti na mauti haikiwafikia na wakaishi, wakasema ya kuwa kweli huyu Mungu ni wa ajabu. Na wewe siku ya leo ninasema hautakufa katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai.